ni kiongozi, kwa sababu ukiangalia profile ya timu alizocheza amekuwa ni nahodha wa hizo timu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Young Africans ukiachilia mbali zile ABCDs za ukocha ambazo alizonazo Patrick Mabedi, pia wamepata mtu sahihi ambaye anajua ni namna gani ambavyo anaweza kaiongoza timu kwenye mazingira magumu ambayo yanaweza kujitokeza kwenye club, kwa maana hasa yale yanayohusiana na wachezaji. Anaweza akawa ni mtu sahihi sana kwenye kuyasort out yale matatizo, kwa sababu ana hiyo experience ya kuwa mchezaji. Lakini pia wachezaji watakuwa wamepata mwalimu ambaye anayafahamu mazingira mazuri ya wachezaji uwanjani, kwa sababu kwa anahoza kwenye kikosi cha Nyasa Big Bullet, kwa anahodha kwenye kikosi cha Kaizer Chiefs, sio kitu chepesi, hasa Kaizer Chiefs, lakini amecheza muda mrefu sana nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo exposure to some extent ya mpira wa Afrika ipo kwenye kichwa chake, kwa sababu unapozungumzia Kaizer Chiefs unazungumzia moja kati ya timu kubwa sana barani Afrika, sio tu South Africa, barani Afrika, kwa sababu ninaamini bara zima la Afrika, kila nchi ambayo inafuatilia mpira wa miguu wanatamani kuiona ligi ya South Africa. Na unapoitazama ligi ya South Africa unaiona Mamelodi Sundowns nowadays, unaiona Kaizer Chiefs, unaiona Orlando Pirates. Kwa hiyo Patrick Mabedi ni mtu ambaye ana ile knowledge, general knowledge ya mpira wa Afrika itakuwepo kwenye kichwa chake kama mchezaji, lakini baadaye kama mwalimu ambaye tumeona pia amefundisha timu ya taifa ya Malawi. Inaweza isiwe kwa mafanikio makubwa sana, lakini kwenye soka la ukanda wa Kosafa atakuwa ni mtu sahihi sana, kwa sababu amekuwa akifundisha huko. Lakini papo hapo kocha Mabedi anakuja kwenye wakati ambao Young Africans wanaenda kucheza na timu ya Silver Strikers ya nchini Malawi. Kwa hiyo anaifahamu Silver Strikers in and out. Mchezaji hatari wa Silver Strikers anamfahamu, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa kocha wa national team ya Malawi. Kwa anafahamu ubora wa huyo mchezaji uko wapi, vile vile atakuwa anafahamu udhaifu wa huyo mchezaji uko mahali gani. Kwa hiyo Young Africans wamempata mtu sahihi kwa wakati sahihi, lakini wamempata sahihi kutoka hapa kwenda mbele, kwa sababu ana hiyo knowledge ya ukocha, ni nahodha. Ingawa amekuja kama mwalimu msaidizi, hapa ndipo mahali ambapo tutapaswa kuona ni namna gani ambavyo atakuwa anamsaidia Romain Folz. Hofu yangu ni moja, amekuja kama mwalimu msaidizi, lakini career yake ni mwalimu, anastahili kuliongoza benchi la ufundi, kwa sababu kutoka kwa timu ya taifa ya Malawi as a head coach unakuja Young Africans chini ya Romain Folz, ambaye in terms of age I'm confident Patrick Mabedi ni mkubwa kuliko Romain Folz. Maana yake ni kwamba busara kubwa sana inahitajika kwa Patrick Mabedi, lakini kwa viongozi wa Young Africans kuhakikisha kusiwe kuna mwingiliano wa kimajukumu in terms of age and in terms of success, kwa sababu in terms of age Patrick Mabedi I'm confident mkubwa kuliko Romain Folz. In terms of success Mabedi tunaweza kusema ameachieve zaidi kwa sababu ya klabu alizochezea, lakini ni kocha status ya kufundisha timu ya taifa ya Malawi. Romain Folz ametoka kuwa kocha msaidizi kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns, then anakuja kuwa head coach wa Young Africans. Inawezekana Young Africans currently ni timu kubwa sana ukilinganisha na huko alikopita Patrick Mabedi, hasa hiyo Nyasa Big Bullet, lakini huwezi hata kama Yanga ni kubwa sana hatuwezi kufikia hatua ya kuirank above timu ya taifa ya Malawi. Tutapaswa kukeep respect ya timu ya taifa ya Malawi, kwa sababu ile ni status nyingine, na Young Africans ni klabu ambayo itakuwa kwenye status nyingine. So kuna baadhi ya vitu wa viongozi wa Young Africans watapaswa kupay attention na kuwa karibu zaidi kutrack mwenendo wa hawa watu wawili ndani ya klabu ya Young Africans. Itahitaji kuwe na ufuatiliaji mkubwa sana kuweza kujiridhisha kwamba Patrick Mabedi hatumii vile vielelezo vyake kutaka kumpanda kichwani bosi wake, regardless of age, regardless of certificates ambazo alizonazo Patrick Mabedi.
ni lazima apay respect kwa Romain Folz ambaye ndiye bosi wake aliyemkuta pale, kwa sababu I'm very confident kama Romain Folz angesema no, I don't need this guy, Young Africans wasingemleta. Na hapo tena tungerudi kusikia rumors kuna kocha itakiwa Romain Folz amemkataa, kwa viongozi hawamtaki, stories kawa nyingi. Lakini ame accept kufanya kazi na Patrick Mabedi. I'm confidently ni kwa sababu inawezekana back in South Africa wamewahi kukutana wakashare baadhi ya moments. Kwa hiyo ndio maana hata wala hakupata shida kumkubali na kuja kufanya naye kazi. Kwa hiyo kama Patrick Mabedi atakuwa na akili ndogo, anaweza kutumia certificates alizonazo kutaka kumpanda kichwani Romain Folz. Na Romain Folz akiwa pia na yeye ana akili ndogo, ataka kumuonyesha regardless of certificates that you have, mimi ndio boss wako and you have to respect. Hatuwezi kuwa na mabadiliko kwenye benchi la ufundi halafu tukabakia kuwa na Young Africans ile. Lazima tutarajie mabadiliko, na hayo ndio ambayo washabiki wengi, wanachama na viongozi wanahitaji kuyaona yakitokea kwenye klabu ya Young Africans. Kwa hiyo naamini inaweza isiwe haraka kama vile ambavyo watu wanafikiri inaweza ikawa, kwa sababu football is not a tea ambayo unaweza ukaweka sukari na kukoroga hapo na ukanywa. Football ni process ambayo itahitajika kwanza kwenye eneo la fitness ya wachezaji, namna wanavyoishi, namna wanavyokula, the way wanavyoperceive maelekezo ya walimu kwenye viwanja vya mazoezi, then ndio waje kudemonstrate uwanjani kile ambacho wamekuwa wakifanya behind the closed doors. So kwangu mimi tunahitaji kwanza kuwapa muda hawa walimu wawili. Ana CV nzuri, ana CV kubwa, ameprove kuwa mwalimu wa timu ya taifa ya Malawi, lakini haimaanishi sasa yeye ndio anakuja kuwa Nabii Isa kwamba atafika anafanya miujiza within 1 week 2 weeks Yanga ianze kuwa ile ambayo kila mtu anatamani hiyo.